Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Julai 27 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia siku ya leo. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi tujifunzapo mada hii katika jina la Yesu, amina. Mada leo inasema hakuna kilicho ghali mno. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 14 imeandikwa, maana upendo wa Kristo watubidisha. Kristo alifurahishwa na shauku ya dhati ya Mariamu ya kutaka kufanya mapenzi ya Bwana wake. Aliukubali utajiri ule wa mapenzi safi ambao wanafunzi wake hawakuuelewa na ambao wasingeweza kuuelewa. Shauku ambayo Mariamu alikuwa nayo ya kumfanyia Bwana wake huduma hii ilikuwa ni ya thamani zaidi kwa Kristo kuliko marhamu zote zenye thamani kubwa sana duniani, kwa sababu alionyesha shukrani yake kwa mkombozi wa ulimwengu. Ni upendo wa Kristo ndio uliombidisha. Ubora usio na kifani wa tabia ya Kristo uliijaza roho yake. Marhamu ile ilikuwa ni ishara ya moyo wa mtoaji. Ilikuwa ni onesho la nje la upendo uliolishwa na vijito vya mbinguni hadi ukafurika. Kazi ya Mariamu ilikuwa ni somo lile hasa ambalo wanafunzi walilihitaji ili kuwaonesha kwamba kudhihirisha upendo wao kwake kungempendeza Kristo. Yeye alikuwa amekuwa kila kitu kwao, na hawakutambua kwamba punde wangekosa uwepo wake, kwamba punde wasingeweza kumpa ishara yoyote ya shukrani zao kwa ajili ya upendo wake mkuu. Upweke wa Kristo, akiwa ametengwa na nyua za mbinguni, akiishi maisha ya wanadamu, kamwe haukueleweka wala kuthaminiwa na wanafunzi kama ilivyopaswa kuwa. Uelewa wao wa baadaye uliwapa hisia ya kweli ya mambo mengi ambayo wangeweza kumfanyia Yesu ili kuonesha upendo na shukrani za mioyo yao. Yesu alipokuwa hayuko tena pamoja nao, walianza kuona jinsi ambavyo wangeweza kumwonesha huduma ambazo zingeleta furaha moyoni mwake. Hawakurusha tena lawama kwa Mariamu, bali kwao wenyewe. Laiti wangeweza kuondoa kukosoa kwao, kuwawasilisha maskini kama ndio waliostahili zaidi kuipokea zawadi ile kuliko Kristo. Walihisi karipio hilo kwa ukali pale walipokuwa wanauondoa mwili uliochubuliwa wa Bwana wao kutoka msalabani. Uhitaji huo huo unaonekana dhahiri katika ulimwengu wetu leo. Lakini wachache wanathamini yote ambayo Kristo alivyo kwao. Kama wangefanya hivyo, upendo mkuu wa Mariamu ungeoneshwa, kupaka mafuta kungefanyika kwa ukarimu, marhamu ya gharama kubwa isingeitwa hasara. Hakuna kitu ambacho kingefikiriwa kuwa ghali mno kuweza kutolewa kwa ajili ya Kristo. Hakuna kujikana nafsi au kujitoa mhanga kuliko kukubwa mno kiasi kwamba kusiweze kuvumiliwa kwa ajili yake. Leo ni Julai 27, mada ikisema hakuna kilicho ghali mno. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Mlezi wa Israeli, ni wimbo gani mzuri
alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga